Yes, bwana, tuko hapa Julius Nyerere International Airport, Dar es Salaam, Tanzania. Tumekuja kumpokea Lola Mziwanda, miongoni mwa wasanii wetu wa muziki wa Bongo Flava. Ametua hapa leo baada ya kutoka hapa nchini kwa muda mrefu kidogo. Lola, mambo vipi? Poa, mambo. Fresh, karibu sana. Asante. Unaonekana kabisa muonekano wa Ulaya ndugu yangu. Da. Ndio muonekano wangu. Okay. Unajisikiaje kutoa kwenye ardhi ya nyumbani kwa mara nyingine? Kiukweli najisikia furaha sana. Yaani ni safari fulani hivi ambayo nilikuwa naitamani kwamba siku iwadie, ila nilikuwa sijui ni siku gani ambayo nitarudi nyumbani. Kwa hiyo leo kufikia hapa mpaka kurudi nyumbani, kiukweli nimefurahi sana. Okay. Yeah. Wadau hawajui Lola anatokea wapi? Ya, nilikuwa nchi mbalimbali za Ulaya ikiwemo Ufaransa na Ujerumani pia. Okay. Lakini vipi Lola amekuwa akitoka, si mara ya kwanza, amekuwa ukitoka ukienda huko nchi za mbali na kurudi. Project gani ambazo huwa zinakupeleka zaidi huko? Sasa hivi ni issue ya shule. Kulikuwa kuna changamoto hapo nyuma. Ilikuwa ni changamoto fulani hivi ambayo nilipitia kwenye misukosuko. Ni upande wa pili wa maisha yangu ambao watu wengi hawaujui, issue ya mahusiano ambao ndio hiyo ilinipelekea hadi nikaingia kwenye masuala ya sanaa, masuala ya muziki. Ilikuwa ni sehemu katika kutafuta faraja. Nilikuwa kwenye mahusiano fulani hivi ambayo yalikuwa ni toxic, alafu yalikuwa yana domestic violence ndani yake. Kwa hiyo ni kitu fulani ambacho kilikuwa kinaniumiza sana, na katika harakati za kutafuta nafanyeje, najitoa vipi, ndo nikajikuta naingia kwenye masuala ya sanaa, kwenye mziki. Watu walikuwa hawajui, lakini ilikuwa ni sehemu mojawapo ya mimi kuongea. Nilikuwa naongea na kamera, nilikuwa sina mtu wa kuongea naye, kuelezea ni vitu gani ambavyo vinanisibu huko ndani, maana huyo mtu nilikuwa naishi naye. Kwa hiyo ila nashukuru Mungu mpaka sasa hivi hapa nimefika. Hiyo misukosuko ni hayo ndio yamenisababisha nimefika mpaka hapa nilipo. Okay, ni muda gani umetumia sasa hivi kuwepo huko? Sasa hivi na almost kama mwaka hivi. Mwaka mmoja. Yeah. Okay, kipindi hicho cha mwaka mmoja ambacho ulikuwa haupo Tanzania, kuna mambo mengi sana ambayo yalihappen hapa Lola, ambayo yanakuhusu pia, na nadhani leo tumepata nafasi nzuri, itakuwa vyema tukuulize kuhusu hili. Baada ya wewe kusafiri kwenda Ulaya, kuna mambo yalitokea kwa rafiki yako kipenzi kabisa Ebitoki. Kuna mambo yalitokea, akaumwa, akapotea, akawa anaandika vitu vya ajabu mitandaoni na nini. Mambo yakawa mengi, na miongoni mwa kauli zake alidai kwamba amelogwa. Amelogwa, na akaenda mbali sana na kukutaja wewe kuwa mhusika katika masuala ya magumu yake au shida alizokuwa anapitia. Tuweke wazi, ni kweli kwamba ulihusika katika kumchanganya Ebitoki, na nini kilitokea? Kiukweli mimi mwenyewe nilikuwa surprise sana, kwa sababu hayo yote alikuwa anatokea, mimi sikuwepo, nilikuwa nipo nje. Lakini the way alivyokuwa na ya address kama vile mimi nipo hapa, kwamba hicho kitu nakifanya au vitu vinavyoendelea. Maana alisema, nakumbuka aliandika kwamba nimemdumbukiza kwenye shimo nini. Yaani ni statement ambayo ilikuwa inaonyesha zaidi mimi nipo hapa, lakini mimi sikuwepo. Kwa hiyo ilikuja kwangu kama surprise, na muda huo anafanya hayo yote alikuwa anaishi kwangu, ambapo nilimuuliza kabisa mara ya kwanza wakati mimi naondoka naenda kwenye harakati zingine za maisha, kama yeye anaweza akaondoka mpaka siku mimi nikirudi harudi. Akaniambia kwamba yeye anahitaji bado kuendelea kukaa pale. Kwa hiyo mimi nimeondoka, amesema anaendelea kukaa, niko kule na napokea tu ni message na simu zake kunielezea wafanyakazi wangu pale ni wabaya, wafanyakazi wangu wananiibia, wafanyakazi wangu wananiroga. Anatoa na ananiambia kwamba niwahi kurudi, nirudi huku fasta, kwa sababu yeye ananipenda na hataki kuona wale watu kwamba wananiloga. Mimi nilichokuwa namwambia kwamba Mwenyezi Mungu yupo na anaona, kama wanaloga waache waroge. Kwa hiyo Bitoki alikuwa anasema wafanyakazi wako wewe wanakuloga wewe? Ndio, alikuwa anasema wafanyakazi wangu wananiloga, yani kwa lengo na hisi yeye alikuwa kwamba niwafukuze. Lakini mimi naye nikawa nafikiria hao watu wako pale muda mrefu. Unajua mimi nimeondoka, mimi sipo, lakini bado nawategemea. Kwa hiyo kitu ambacho mimi nilikuwa namjibu, asubiri kwanza hadi mimi mwenyewe nikirudi nitajua nafanya nini, kwa sababu alikuwa ananiambia karibia kila siku ni vitu vingi. Kwa
kuona kwamba na alichokuwa anadai kwamba nimpatie yeye aisimamie hiyo sehemu yangu. Sasa mimi naye pia nikawa nawaza huyu ni rafiki yangu ndio, na alikuja kwangu kipindi hicho alikuwa na matatizo kwamba huko kodi imefanya nini na nini, kwa anakuja kukaa kwa muda, alafu then baadaye mambo yake akishakaa sawa anaenda kuendelea na maisha yake. Kwa hiyo sasa ghafla tu hivyo kwamba yeye aje awe na nilia aongoze ende awe na niliwa pale, niko bado niko kwenye harakati ya kutafakari. Yeye na Isa alifikiria labda nimekataa, hata sielewi. Kilichokuja kutokea kwangu ilikuwa ni surprise kwamba ameenda amemtafuta ex wangu, kwanza kuongea naye, kuni snitch in short. Sasa na huyo alienda kumtafuta alikuwa hamjui. Alichokifanya screenshot hizo message akamtumia ndugu yangu kumuuliza huyu ni nani na nini, ndio huyo ndugu yangu akanitumia hizo message. Mimi nikajiuliza kwa nini asingenitafuta mimi? Kwa nini aende kumtafuta mtu ambaye hata mjui, yani ni ex wangu, yani moja kwa moja, na hakuniambia kwamba anafanya hicho kitu. Na design aliyokuwa anamtafuta ni kama kulikuwa anataka, kuna issue kwamba alikuwa anataka kwamba anadai mimi pale ile sehemu siwezi kuiongoza, kwamba anafanya vitu ambavyo sio, inadidimiza sehemu, yani kama yeye ndiye ana uwezo wa kuiendesha hiyo sehemu bila kujua kama ni mimi ndo mwenye nanilio sehemu au ni huyo mtu, yani moja kwa moja kwa akili yake, kwa sababu huyo mtu alikuwa anazania yeye kwamba huyo mtu ndiye ananiwezesha mimi labda kuona kwamba mimi labda nasafiri. Mbona kama unazunguka Lola, ni kama alitaka kukuzunguka hii. Nitaka eneo apewe. Shoti ilikuwa hivyo. Sasa baada ya kujua huyo mtu hajafanya vile alivyokuwa anataka, na hizo message na mimi nimepata nimepata hizo taarifa, ndo ghafla nikaona ile post ambayo imepostiwa mtandaoni. Sasa kakaangu alikasirika kwa sababu alitajwa kwenye ile posti. Kakaangu sio mtu wa mchezo. Kiona nimekufa chanzo ni Lola. Kwa alichokifanya address moja kwa moja polisi wamtafute, kwa sababu anachafua majina, anachafua jina lake afu anachafua jina la ile eneo. Kwa nini aje aseme kwamba ni nini ambacho kimesababisha mpaka aanze kuchafua? Wakati anatafutwa na polisi ndio ikaja mara amekuwa chizi. Kwa hiyo chizi hawezi akaeleza. Kwa hiyo yani kwangu mimi kiukweli ilikuwa nilipigwa na butwa. Kwa hiyo nilikuwa sielewi kisa kamili ni nini na hadi leo. Na kilichokuja kunishangaza na kunisurprise zaidi ni kwamba kwa wakati huo akawa watu wengi walikuwa wanataka, kwa sababu ya muonekano wangu kwamba nina tattoo au nina nini na piercing. Kwa hiyo watu wakiniona wanahisi kama ni mtu fulani hivi anatumia vitu fulani. Kwa hiyo alivyo akachukulia akapita na huo upepo, akarekodi video moja ambayo nilikuja kuiona kuna mtu alinitumia ana nani kama ni teja kabisa, unajua. Sasa watu wako wanashambulia kwamba amefanya nini, ametumia madawa, amemuingiza wewe. Unaona? Wakati mimi mwenyewe maisha yangu Okay, anyway, Lola, kwenye nchi ambazo umepita huko, tuambie wasanii wetu wawili ambao wanasikilizwa zaidi huko ni kina nani? Wasanii wanaosikilizwa zaidi kwa Ulaya huko, naweza kusema hakuna. Tuambie. Labda sijasikiliza, lakini kiukweli naona hapana, labda kwa vile nilikuwa sijafocus na muziki huko nilipokuwa. Nilikuwa niko sana kwenye masuala ya masomo sasa hivi. Kwa hiyo hata zile mambo za kwenda club na nini nilikuwa sio mbanga zangu. So in short ni kwamba katika nchi zote za Ulaya ulizotembelea hukusikia ngoma za Watanzania zikichezwa? Sijasikia, usema ukweli. Lola, tunafahamu umekuja Tanzania, lakini kuna baadhi ya project unategemea kuzifanya. Na kuna rafiki yako mmoja anaitwa Kachubi. Kuna watu hawamfahamu Kachubi na tunajua mna project mnategemea kufanya. Unaweza kutuambia Kachubi ni nani na project gani mnategemea kufanya? Kachubi ni mtu ambaye ninamfahamu, ni mwanaharakati, ni muda mrefu amekuwa akipambana kwenye 1, 2, 3 hadi sasa hivi ana bichi yake ya Kigamboni ambayo ni ana malengo kwa ajili ya kuwasaidia watu ambao wapo kwenye vijana ambao wanaelekea kupotea.
Kwa hiyo hata alivyonitafuta kwamba anataka nije huku kwa ajili ya kufanya naye jambo, sijasita moja kwa moja nikasema huyu ni mtu sahihi, kwa sababu ni mtu ambaye amepambana kuanzia muda mrefu na amewasaidia ni vijana wengi. Sema tu ndio ile unasaidia, lakini mwisho wa siku binadamu wanakuwa hawana shukrani. Kwa hiyo nakumbuka tangia yuko Bagamoyo alikuwa anafanya hizo harakati kwamba afanye hiki ili kusudi mambo yaende vizuri na akiwalenga vijana kwa ujumla. Kwa hiyo hata sasa hivi alivyokuja kunitafuta kwa ajili ya hiyo issue kwamba anataka kuanzisha hiyo project yake, nikaona ni wakati sahihi wa mimi kumuunga mkono, kwa sababu na mimi pia nina ndoto hiyo dhamira hiyo kitu hicho cha kufanya, kwa sababu maumivu yangu nimeyapelekea kwenda kwenye maendeleo, kwenye kupambania vitu vingine. Okay, kwa kumalizia, nimemwona Baraka da Prince hapa, ndio shemeji. Mwite yule pale aje aseme mwenyewe. Mwite basi. Baraka, njoo. Bana, miongoni mwa watu ambao wamekuja hapa kumpokea dada yetu Lola Mziwanda ni pamoja na mkuu Baraka da Prince. Miongoni mwa wasanii wetu kabisa ambao wana video kali. Baraka, vipi kaka? Haina noma, sema interview baadaye. Mimi ngoja kumpokea mjini. Ndio swali lilikuwa hilo tu kwamba umekuja kumpokea kama nani, ndio shemeji au vipi? Ndio tulivyomuuliza, ndio akasema no, mwiteni Baraka aje ajibu. Kijana mwenzako, msanii mwenzako, wewe mza mkapewa kadi ya mwaliko hivi karibuni. Maliza naye bwana. Nikachoka. Goma kazi. Shukrani sana mwanangu. Shukrani sana. Mwanetu. 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 Kwa kusaidia pia kumpokea mgeni wetu. Okay. Asante sana Lola. Sisi tukutakie mapumziko mema. Asanteni sana.